Habari za leo. Imetabiriwa katika vitabu vitakatifu ya kwamba katika nyakati za mwisho, maana yake katika nyakati za mwisho wa dunia, kutakuweko na dhiki ya mataifa. Kwa hiyo dhiki ya mataifa ni mojawapo ya dalili katika siku za mwisho. Dhiki ya mataifa ni kwamba mataifa mbalimbali yatakuwa katika mitikisiko mingi sana. Licha ya mitikisiko ya vita, lakini pia ni kwamba kutakuwepo na mitikisiko ya hapa na pale ya kiuchumi. Kwa hiyo mataifa yatajikuta, yaliyo mengi, yatajikuta yanakuwa na hali ngumu sana za kiuchumi. Mataifa mbalimbali. Tunaposema mataifa mbalimbali, maana yake ni viongozi wa mataifa hayo. Yaani watajikuta uongozi wao unakuwa mgumu sana. Watajiuliza maswali, mbona kiongozi fulani alikuwepo lakini hali haikuwa hivi? Mbona mtangulizi wangu katika uongozi wake hali haikuwa hivi ya kiuchumi? Mbona nyakati hizi taifa hili langu, hiyo ni kiongozi anajiuliza maswali yani. Mbona nyakati hizi taifa hili lina rasilimali nyingi? Lina rasilimali nyingi. Lakini rasilimali nyingi hizi, mbona ni kama hazina msaada katika taifa hili? Hao ni viongozi wanajiuliza katika nyakati za mwisho. Viongozi watajiuliza, mbona katika awamu ambayo ilipita ya mtangulizi wangu aliyekuwepo kabla yangu, mbona kama wananchi walikuwa wanamtii, wanamheshimu, wanamsikiliza, wanyenyekevu, wanampenda? Kwa hiyo kutakuwepo na mitikisiko mingi sana. Si licha ya uchumi, lakini pia hata wananchi katika mataifa hayo wataihisi mitikisiko katika mataifa yao. Wataiona hiyo mitikisiko katika mataifa yao. Nao hali kadhalika wataanza kujutia, wataanza kunungunika, wataanza kulalamika, wataanza kutamani viongozi waliokuwepo kabla ya hawa waliopo, au kabla ya hawa watakaokuwepo. Wananchi watajiuliza, mbona wakati wa uongozi wa rais fulani aliyekuwepo, mbona wakati wa awamu fulani mambo yalikuwa afadhali? Hiyo ni mitikisiko katika nyakati za mwisho. Watajiuliza, mbona nyakati hizi za kwetu za awamu hii fulani fulani, mbona kama awamu hii haijali wananchi? Mbona kama awamu hii haina muda na kuwasikiliza wananchi? Maswali hayo kwa wananchi yatatokea katika nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho. Na hayo maswali yatakuwa ni mojawapo ya viashiria na dalili za ujio wa mwana wa Adamu
kama maandiko matakatifu yanavyosema kwamba katika nyakati za mwisho kutakuwepo na dhiki kuu katika mataifa. Waswahili wanasema mwenye macho ambiwi tazama. Maana yake ni nini? Nyakati tulizomo hizo ukiangalia, licha ya dhiki ya uchumi katika mataifa, licha ya dhiki za kiuongozi, kiutawala, licha ya dhiki, lakini angalia dhiki ya machafuko ya vita. Angalia hilo. Licha ya mambo mengine, lakini hebu tuchunguze, uangalie vizuri. Dhiki ya machafuko. Dhiki ya machafuko katika mataifa. Yaani unaweza kujiuliza usielewe. Usielewe. Nyakati hizi kama wewe ni msikilizaji wa vyombo vya habari vizuri na mfuatiliaji wa taarifa za habari mbalimbali, utashangaa. Mara taifa hili linapanga vita dhidi ya taifa hili. Mara rais huyu anapanga kumvamia rais huyu. Utashangaa. Kuna nini katika dunia hii? Yaani utajiuliza kuna nini katika dunia hii? Taarifa za habari zinazotolewa katika vyombo vya habari mbalimbali, asilimia kama 90 au 95, yaani ni dhiki, ni machafuko, ni taarifa za machafuko, taarifa za vita, taarifa ambazo sio za habari njema. Taarifa ambazo sizo za habari njema. Taarifa za mitikisiko. Taarifa za habari mbaya kila kona. Kwa hiyo kwa wewe mwenye kuvisoma vitabu vya kidini, kwa wewe mwenye kufuatilia historia za kidini, utaungana na mimi kwamba kweli nyakati hizi ni nyakati zilizotabiriwa. Yaani kila taifa nyakati hizi haliko salama. Hata lile ambalo laweza kutamba kwamba tuna amani, tuko salama, kichunguza vizuri, salama yao haipo. Amani yao haipo. Ni nyakati kabisa zinazoendana na utabiri wa kinabii. Labda wewe kama si mfuatiliaji wa habari za dunia yetu hii, basi utasema mambo yenu hayo. Kwa sababu sio mfuatiliaji wa habari za dunia inayotokea katika dunia. Lakini kama wewe ni mfuatiliaji wa habari za dunia yetu hii, utakubaliana na mimi kwamba kweli, yaani haya mambo, haya masuala ya tikisiko ya mataifa hayako katika taifa moja. Mwingine anaweza kusema taifa letu la Tanzania hili namna gani hivi na hivi. Utasema hivyo kwa sababu hujafuatilia mataifa mengine. Ni mtikisiko wa kidunia. Licha ya mataifa, licha ya mtikisiko wa kidunia au wa kimataifa, mtikisiko huu pia unaenda hata kwenye familia. Baba atamsaliti mwana atamsaliti baba yake. Huo ni unabii. Ndugu atamsaliti ndugu yake bila sababu. Mme atamsaliti mke,
mke atamsaliti mume bila sababu, huo ni unabii. Mauaji ya kutisha kila wakati na kila eneo, huo ni unabii. Magonjwa ya kila namna, huo ni unabii. Je, taniambia haya mambo hayajatimia? Na kama unaungana na mimi kwamba yametimia, kazi yako na kazi yangu ni nini? Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba aliye mtakatifu azidi kujitakasa, na aliye mchafu potelea mbali, azidi kuchafuka. Maneno haya yanaonyesha muda kwamba haupo tena wa kupoteza. Aliye mtakatifu ajitakase sana, aliye mchafu azidi kuchafuka. Ndio maana nyakati hizi hata uhubiri injili namna gani, hata uhubirije, wakuelewa ataelewa, wakutokuelewa atazidi kutokuelewa. Hata anayezungumza haya, wapo watakaobeza, watakaotukana na vitu ya namna hiyo. Ni nyakati, ni unabii, hatushtuki. Ndugu zangu, nihitimishe hivi. Tunahitaji kuomba sana. Kuomba sana. Wewe uliyesimama katika Bwana, angalia sana usianguke. Uliyesimama katika Bwana, angalia sana usianguke. Angalia sana, kwa sababu neno sana linaingia pale kwa sababu vitu visababishi vya kukuangusha ni vingi, vipo vingi. Visababishi, sababu za kukuangusha ziko nyingi mno. Vita ni nyingi inayokutafuta kukuangusha. Nyingine unaifahamu, nyingine uifahamu, nyingine unaiona kwa macho, nyingine hujaiona. Lakini ulijue wewe uliyesimama katika Bwana kwamba vita ni nyingi sana. Ndio maana mtu hujawahi kumfanyia baya, hamjawahi kukwazana. Kama nilivyosema, ni roho ya machafuko. Basi mtu namna hiyo unaweza kushangaa naye anaibuka na kuchukia bila sababu, anakuchukia bila sababu. Unabii unasema watu watakuwa wenye kujikwaa. Katika nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kujikwaa bila sababu. Ni unabii. Kwa wewe uliyesimama katika Bwana, angalia sana usianguke. Tunacho kibarua kikubwa cha kumaliza safari, cha kumaliza kazi, kumaliza mwendo vizuri salama. Nampenda mwimbaji mmoja, aliwahi kuimba wimbo mmoja mzuri, Rose Muhando. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, nimalize mwendo salama. Aliimba wimbo huu vizuri sana, akiwa katika roho. Kwa hiyo tunahitaji kumsihi Mungu atuongoze, na sisi tutie bidii, ifunge mkanda, tumalize mwendo salama, maana nyakati hazipo tena. Mungu akubariki, Mungu atubariki. Shalom.